kiroho. Kazi ya baba wa kiroho. Kazi ya baba wa kiroho. Kwanza ifahamike, walimu wanakufundisha. Teacher and teach you. Walimu, teachers and teach you. Walimu wanaweza kukufundisha. Zawadi kaa neno la Mungu. Ukapata upana na marefu. Lakini zile special work, lakini kuna kazi maalum ya baba kwenye maisha. Kiroho namba moja, anakujenga. Baba wa kiroho, kazi yake ya kwanza, anakujenga. Maana yake kuna mambo yalikuwa yanakuletea shida kwenye upande wa kiroho na kimwili. Unapokutana na mtu anaitwa spiritual father, baba wa kiroho, anaanza kujenga. Ulikuwa umepoteza tumaini la kuishi au la maisha. When you meet, unapokutana na baba yako wa kiroho, tumaini jipya linainuka. Leo tumaini lako likainuka tena. Praise the Lord. Mungu asifiwe. Kwa baba wa kiroho hawi yoyote from your mind. Hawi yoyote kutokea kwenye akili yako. Baba wa kiroho ni yule ambaye Mungu amekuunganisha naye. Akisema unakisikia kwenye moyo kinasema kinatua kaa. Hata kama neno lake ni dogo, kwa sababu linajenga, waliokuja kubomoa wanakimbia. Automatically unakuwa mshindi katikati yao. Hiyo ndio kazi ya baba wa kiroho. Watu wengi wanachungwa na walimu wa kuwafundisha Biblia na mapenzi ya Mungu. Hawachungwi na kina baba. Hello. Ndio maana ushindi umekuwa mdogo katikati ya Wakristo, kwa sababu hawajakutana na mwenye sauti yao. Hawajakutana na mtu akisema ninafunguka, ila wamekutana na watu ambao wanafarijiana kwa sababu ya kusoma Bible school. Listen my daughter and my son. Mungu sio mpangilio wa utaratibu wa kidini. God is sovereign. Mungu ni mamlaka ya mwisho. Spiritual father ana mandate, ana mamlaka ya kuzuia pressure, mauti, magonjwa, mateso na baraka. Kazi ya Mungu zikaja kwa hiyo. Mungu nasifiwe. Mshike mwenzako, unaelewa na nani? Kazi ya baba ni kujenga. Analinda
analinda. Mwenzako uko wapi? Mwenzako uko wapi? Dunia ngapi wewe? Kazi ya baba wa kiroho, analinda. Hawezi kumwacha mbwa mwitu avamie kundi. Hawezi kumwacha mbwa mwitu avamie maisha ya mtu wala biashara. Why? Kwa sababu anayo hiyo mandate ya kulinda. Tumeshinda, 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 Glory usifiwe. Tumeshinda, 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 Glory usifiwe. Mwenye sio faraja. Maisha ni mkakati kamili wa kiungu uletao matokeo katika maisha ya mwanadamu. Kazi ya baba wa kiroho ni kulinda. Uko kwenye mikono salama. Mwambie mwenzako uko kwenye mikono salama. That's why from January to December yuko. Tokea Januari mpaka leo uko salama. Watu wako wako salama. Biashara yako iko salama. Hizi kelele hizi, kama baba asingesimama kuzizuia na kulinda, zingekuwa kelele kubwa. Lakini zimekuwa kelele ambazo hawazikutisha hata mwenyewe wanazishughulikia katika jina la Yesu. Wewe ni mmoja wapo wa washindi katika dunia. Hawanielewa tukisema, ndio maana hawezi kusema amina. Kazi ya baba wa kawaida katika nyumba ni nini? Anahakikisha familia ina usalama. Familia iko salama. Salama. Kama shetani anajiamini, ana ubavu, anyanyue kinywa nimuonyeshe. Kama kuna mchawi anakutesa, sasa hivi nasema anyanyue kinywa aseme kwamba haiwezekani, tutamuonyesha kazi. Tutamuonyesha wanakufanya hivi. Unasemaje? Huwezi kuwa na baba anayekuwa wa kiroho alafu the same time una mashaka, the same time unawaza kufa. Haiwezekani. Huyo sio baba. Huyo ni mwalimu wako tu. Amina. Huyo ni mwalimu wako. Amina. Huyo ni mwalimu wako. Amina. Baba utokei kwa sababu unachuma kanisa. Baba utokei kwa sababu unahubiri. Baba unakuja kwa sababu Mungu amekusaini kama baba. Amina. Wakati unaandaa sadaka, ili neno lipige ndani ya moyo wako. Kazi ya baba nyingine, anakupeleka kwenye kusudi lako. Hautobaki njiani, hautobaki hewani. Kazi ya baba, anakupeleka kwenye kusudi lako. Why kusudi? The purpose of God. Kusudi la Mungu linamfanya mtu aishi, adumu na atawale.